Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Leo ni Jumapili ya 4 ya Majilio mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya 10 hadi 14. Siku zile Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana, au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu, hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Immanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye
mfalme mtukufu. Mfalme mtukufu apate kuingia. Yeye ndiye mfalme mtukufu. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 7. Paulo, mtumwa wa Yesu Kristo, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa, aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanaye aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufunuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na Injili inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 1 aya 18 hadi 25. Bwana awe nanyi, nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili itimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Karibu ndugu mpendwa katika tafakari ya liturujia neno la Mungu, Jumapili ya 4 ya kipindi cha Majilio, mwaka A wa Kanisa. Dominika ya leo ni ya mwisho katika kipindi cha Majilio. Siku chache zijazo tutasherekea sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Krismasi, kuzaliwa kwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Kuzaliwa kwake ni zao la utii na heshima kwa mpango wa Mungu wa kutukomboa sisi wanadamu. Maria na Yosefu, kila mmoja kwa nafasi yake, wanaridhia nia ya Mungu kwa viumbe wake.
Katika somo la kwanza, nabii Isaya anatoa utabiri kwa mfalme wa Yerusalemu aliyejulikana kwa jina la Ahazi wa ukoo wa Daudi. Ahazi alikuwa mfalme wa Yuda miaka 735 kabla ya kuzaliwa Kristo. Ahazi alikuwa mtu katili na mwabudu sanamu, kiasi kwamba alidiriki hata kumtolea mwanaye kafara kuwatuliza miungu. Lakini licha ya uovu wa mfalme Ahazi, Mwenyezi Mungu alimsaidia alipokuwa anahitaji msaada wake dhidi ya maadui zake waliotaka kuivamia Yerusalemu. Wakati wa mfalme Ahazi kulitokea mgogoro kati ya mfalme wa Israeli, yaani mfalme wa kaskazini aliungana na mfalme wa Damasko ili kupigana vita na mfalme Ahazi. Jeshi shirikishi lilielekea kusini likawa na nia ya kumvamia na kutawala Yerusalemu. Ahazi na watu wake waliogopa sana, na moyo wa mfalme ukataharuki pamoja na watu wake. Mwenyezi Mungu alimtuma nabii Isaya amwendee mfalme Ahazi na ujumbe kwamba asiogope wala kuhangaika kutafuta msaada mahali pengine, ila kuweka matumaini yake kwa Mungu ambaye atamkomboa yeye na watu wake. Akamhakikishia kwamba zile falme ambazo zilikuwa zinamvamia hazitachukua muda kabla ya kusambaratika na kufutika katika ramani ya dunia. Lakini Mungu alimpatia mfalme Ahazi onyo kali: kama hutaniamini mimi, bila shaka hutathibitika. Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 9. Kwa bahati mbaya, mfalme Ahazi hakusikiliza ujumbe wa Mungu. Badala ya kuweka matumaini yake kwa Mungu, akaweka matumaini yake katika nguvu na uwezo wake wa kibinadamu. Kwa kufikiri kwamba yeye ni mjanja, aliomba msaada wa mfalme wa Asiria. Katika uvumilivu mkubwa, Mungu alimtuma nabii Isaya kwa mfalme Ahazi kwa mara ya pili, akimshawishi kwamba ni Mungu mwenyewe anayeongea. Isaya alimfanyia Ahazi ahadi pekee: mfalme na achague miujiza au maajabu yoyote apendayo, haijalishi upekee wake. Nabii angeliufanya kama ishara na dhihirisho kwamba Mungu ndiye mwezeshaji mkuu. Kama jibu, mfalme Ahazi alinukuu maandiko akisema, sitamjaribu Bwana Mungu wangu. Nukuu hii ilikuwa makini kutoka katika maandiko, lakini haikutokana na uchaji wa moyo wa mfalme Ahazi kwa Mungu. Kinywani kwake maneno haya yalikuwa kufuru tupu. Kimsingi, Ahazi alimaanisha kwamba mwache Mungu na nabii wake waende njia zao, nami nitaendelea na mipango yangu. Sina uhakika na msaada wa Mungu, kwa sababu hiyo nitaendelea na mipango ambayo nimeshajiwekea. Yaani, aliweka tumaini lake kwa mfalme wa Asiria. Baada ya mfalme Ahazi kuonesha ugumu wa moyo, Isaya anamwambia kwamba tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Tangazo hili la Isaya lilieleweka tangu zamani za Agano la Kale kuwa linamhusu Masia ambaye angefika siku moja, na Mathayo mwenyewe ananukuu unabii huu kama tulivyosikia katika Injili ya leo. Kupitia somo hili la kwanza tunajifunza mambo mawili. Jambo la kwanza, Mungu habaki mbali na hofu na migogoro ya watu. Mungu daima anapenda kuja mwenyewe kuwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Tunapokuwa na mgogoro, tunapokuwa na shida katika maisha yetu, Mungu hutukaribia. Mfalme Ahazi alikuwa na hofu kubwa ya kuvamiwa na maadui zake, lakini kwa bahati mbaya hakumwamini Mwenyezi Mungu. Kukataa kumwamini Mungu ni hatari kwa afya yako na afya ya taifa lako. Imani isiyomkubali Mungu inafunga milango yote ya wokovu wa maisha yako. Jambo la pili, Mungu
anatumia ishara pale inapobidi ili kutuimarisha kiroho. Kutokana na ugumu wa moyo wa Mfalme Ahazi, ilimpasa Mungu atumie ishara ya bikira kuchukua mimba. Mwenyezi Mungu anatumia ishara katika matukio muhimu ili kuimarisha mtu kiroho. Kuna watu ili waamini wanahitaji kuona maajabu fulani kwanza, lakini miujiza hutendeka tu kwa sababu maalum. Tukimtazama Yesu katika Injili, mara kadhaa aliruhusu miujiza itendeke ili kuwasaidia watu waliokuwa na imani haba kuamini. Mwinjili Mathayo katika Injili anaonyesha jinsi utabiri wa nabii Isaya usemao, tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi, unavyotimia katika kuzaliwa kwake Yesu. Huyu ni Imanueli halisi, dokezo kwa kazi yake. Mtoto ataitwa Yesu, yaani Mungu mkombozi wetu. Injili pia inamtaja Yosefu kwa namna ya pekee kuwa mtu mwenye haki. Maana yake mtu aliyeshika Torati vizuri, tena alikuwa mcha Mungu. Katika mila na desturi za Kiyahudi, taratibu za kuoa na kuolewa zilifuata hatua kuu tatu. Maria na Yosefu walikuwa wamefikia hatua ya pili, ambayo wachumba walitambulika kisheria. Tena katika hatua hiyo, sheria na taratibu zilizowabana watu wa ndoa zilianza kutumika kwa wachumba hao, ingawa hawakuruhusiwa kukutana kimwili. Kwa hiyo, katika hali hiyo, kama mchumba wa kike akipata mimba kabla ya ndoa, sheria iliamuru mwanamke huyo apelekwe mahakamani ili akapewe talaka na adhabu ya kupigwa kwa mawe hadi kufa. Tena mme hakuruhusiwa kuendelea kuishi na mwanamke mzenzi. Hivyo basi, jambo la kupigwa mawe lingempata Maria, lakini Yosefu anatumia busara ya hali ya juu ya kumlinda Maria. Ujauzito ambao ameelezwa kuwa nao Bikira Maria katika Injili ya leo ni zao la ukubali wake kwa ujumbe aliopewa na malaika Gabrieli, mjumbe wa Mungu, wa kutaka kwa njia yake azaliwe mwana wa Mungu atakayekomboa dunia kutoka katika utawala wa Shetani. Kutokana na utii, heshima na utayari wa Yosefu wa kukubali kumtoa Maria kama mke wake, ndiyo kunamfanya Mungu kuzaliwa kwetu na kuwa kama mwanadamu ili auinue ubinadamu wetu ulioharibika na kuchakaa kwa dhambi, na sasa tustahili tena kuitwa wana wapenzi wa Mungu. Kupitia Injili takatifu tunajifunza mambo yafuatayo. Mungu anataka ndio yako kwa ajili ya wokovu wako na wa watu wengine. Pamoja na kwamba Yosefu alikuwa ana mipango yake na Bikira Maria, Mungu alipomwomba awe baba mlishi wa Kristo, kumtunza mtoto ambaye sio wa kwake, Yosefu alikuwa tayari. Utayari wa Yosefu unampatia Yosefu fursa ya kupata wokovu wa Mungu, na sio yeye tu, bali na ndugu zake pamoja na sisi watu wa mataifa mengine. Nasi katika maisha yetu tunapomsikiliza Mungu anapotuomba tumtumikie katika hali fulani na tukawa tayari, utayari huo hutufaidisha sisi na watu wengine. Jambo la pili tunalojifunza kupitia Injili hii takatifu: hekima na busara ni muhimu sana kabla ya kufanya maamuzi magumu. Yosefu alifikiri kwanza kabla ya maamuzi yake. Aliona mbali kwamba angetangaza kwamba mimba sio yake, madhara makubwa yangetokea kwa mama na mtoto. Bikira Maria angeuawa na mtoto aliye ndani ya tumbo lake. Tujiulize, je, sisi kabla ya kutenda jambo fulani, je, huwa tunafikiri kwanza au tunatenda kwanza baadaye ndiyo tunafikiria? Akina baba, huenda umemhukumu mke wako pasipo kufikiri vizuri. Huenda umempiga mke wako pasipo kufikiri vizuri, au umewapiga watoto wako pasipo kufikiri vizuri.
au huenda umefanya maamuzi ambayo yanaleta madhara katika familia yako kwa sababu hukufikiri vizuri. Vijana mliopo kwenye uchumba, mnapaswa kutumia busara sana mnapokuwa katika kipindi cha kuchunguzana. Maamuzi mbele hayana tija sana. Daima tupende kujiuliza maswali mengi kabla ya kufanya jambo fulani. Hiyo ni busara na mambo mengi hayataharibika. Jambo la 3 la kujifunza: tuwe watunza siri. Tusiaibishe wengine kwa kutafuta umaarufu. Yosefu hakutaka kutangaza tukio la Maria la kupata ujauzito, kwani lingegharimu maisha ya mchumba wake. Wanandoa mnapaswa kujiuliza, je, mnatunziana siri katika maisha ya ndoa? Katika maisha ya ndoa, kila mmoja ana madhaifu yake. Je, baba, hujatoa siri za mke wako kwa wengine? Je, mama, hujatoa madhaifu ya mme wako kwa wengine? Ni kweli katika ndoa changamoto zipo. Busara iwaongoze katika kutatua shida zenu. Ndoa nyingine zimevunjika ni kwa sababu wanandoa wameshindwa kufichiana siri. Kila mmoja anaweka ushindani kwa kumsema mwenzi wake vibaya. Yosefu awe mfano bora kwa wanandoa. Fundisho la 4: tupokee majukumu tunayopewa na Mungu pasipo malalamiko. Yosefu aliyapokea majukumu yake kimya kimya, pasipo kulalamika wala kunung'unika. Hata anapoonekana kuonewa, kuchukua mke mwenye mimba siyo ya kwake, anakubali kile alichoambiwa na Mungu. Alikiweka katika matendo. Akina baba, mnapaswa kujiuliza, je, majukumu yenu mnayoyapokeaje? Je, mnayapokea kwa furaha kama Yosefu au mnayapokea kwa huzuni na kulalamika? Hivyo mnapaswa kumwiga Mtakatifu Yosefu. Mkiwa na busara, Yesu atazaliwa katika mioyo yenu na atakaa nanyi na kuwaongoza daima. Katika somo la pili la leo, Mtakatifu Paulo anathibitisha unabii wa Isaya kwa kusisitiza ukoo wa Yesu kulingana na mwili kama utimilifu wa ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Ishara iliyoahidiwa kwa Ahazi inatimizwa katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambaye kupitia kwake tumepokea neema ya kuleta utii wa imani kwa mataifa yote. Utume wetu, sawa na ule wa Mtakatifu Paulo, ni kutangaza habari njema ya wokovu kwa ulimwengu, kwamba Yesu ni ahadi ya Mungu kwa wanadamu. Yohane katika Injili yake anathibitisha hili kama upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Hivyo alisema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Wapendwa katika Bwana, tumesafiri kwa majuma 4 tukitafakari kwa kina ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumetafakari juu ya dhima ya matumaini, dhima ya amani, dhima ya furaha na dhima ya upendo. Tumemshirikisha Mungu fadhaa zetu na imani yetu kwake. Sasa, siku chache zilizobaki kabla ya Krismasi, tuendelee kuzama zaidi katika mioyo yetu, tukiziungama dhambi zetu, ili Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi, aitamalaki mioyo yetu, nasi tuwe wake kabisa pasipo kugeuka. Tushirikishane tone la upendo. Tafakari hii imeandaliwa nami Shemasi Revocatus Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.
tushirikishane tone la upendo.